Bahati mbaya nikawa nimepelekwa kwa baba ambaye alikabidhiwa kama familia pale nyumbani kwa ajili ya kutushauri na nini kitachoendelea juu ya familia. Nikamkuta baba naye ni mgonjwa kwa sababu naye ali stroke, wakawa wamempeleka hospitali. Kwa hiyo nilienda pale nyumbani nikamkuta mama mchungaji, akaniambia baba hayupo, amepelekwa kwa ajili ya matibabu. Nikarudi nikamwambia mama, naomba usimame na mimi. Kama baba hayupo, naomba usimame na mimi kwa sababu hakuna tegemeo jingine tunalotegemea isipokuwa ni Mungu. Mama akaniambia tutaingia kwenye maombi ya kufunga siku 3, tumwambie Mungu tukukomboe kule waliko kupeleka. Tukaingia kwenye maombi. Kumbuka kipindi hicho mimi sina Mungu sasa, lakini naamini Mungu atafanya. Tukaingia kwenye maombi ya siku 3, tulifunga siku 3. Mamangu ni mzee sana, ni mzee lakini huwa anafunga hata siku 3 siku 4, na ni mgonjwa ana pressure na nini, lakini anaingia, ukimwambia kwa habari ya maombi anaingia kweli, anafunga kwa kumaanisha. Tukaingia kwenye maombi. Baadaye tulipomaliza maombi nikamwambia mama, mimi naomba niondoke niende Kasulu, niende nikamwombe mzazi mwenzangu. Wakati napambania mimi cheti changu, nipate cheti changu mimi, niombe kazi ili niendelee na maisha mengine. Yaani sikubali maisha ya familia yetu jinsi tunavyoishi. Nikaondoka nikaenda Kasulu kwa mzazi mwenzangu. Nikamwambia naomba unisaidie. Yaani hapa nilipofikia, yaani ndipo unavyoniona. Yaani nimepoteza kwanza direction. Kwa kutoka nilipotoka nyumbani, yaani alikuwa anatembea sio Esther ambaye walikuwa anamjua nyumbani. Kwa hiyo yaani maisha yangu yalibadilika, fahamu zangu zilikamatwa, sijui zilipelekwa wapi. Kwa nilikuwa natembea yani hivyo ili mradi nipo, kwa sababu hadi familia yangu ikawa inaniambia kwamba wewe ni nani, kwa sababu si Esther tunayemfahamu, sio wewe tunayekusikia leo. Kwa sababu kulikuwa na mambo mabaya ambayo nilikuwa nayafanya. Nilikaa Kasulu kama wiki moja kwa mzazi mwenzangu. Baadaye akaniambia nina changamoto ya ada ya watoto. Kumbuka pia na mtoto wangu kule Kaliwa alikuwa ameshaanza shule, lakini pia alikuwa anamlipia ada. Akaniambia nina changamoto ya ada hapa nyumbani na watoto wawili pia nawalipia ada, lakini kule nalipa ada. Siwezi kuwa na hiyo hela, labda niangalie namna gani ya kusaidia nauli tu urudi nyumbani. Nilichanganyikiwa nifanyeje. Nikawa nimerudi nyumbani, nimekaa. Yaani nikaa stuli, nikikaa Kaliwa wiki moja naondoka. Yaani niuliza naenda wapi? Sijui ninakoenda. Naondoka, naenda labda mkoa wote ule nakaa. Sina pa kufikia. Yaani hivyo tu naishi vyovyote vile ninavyoweza kuishi. Baadaye nikawaza, hivi kwa nini nateseka? Hivi kwa nini napitia changamoto hizi? Kwa nini? Kwa sababu gani? Basi tu kwa nini sikubali na maisha yaliyopo nyumbani, kwamba nikubali kama ni cheti basi niseme nimesoma lakini nimekipoteza. Kwa nini niteseke? Nika nimepanda gari nikaenda Kigoma mjini. Kakaangu yule aliyekuepo Kasulu alikuwa kanunua nyumba Katonga iliyoko mkoa wa Kigoma, maeneo fulani hivi yanaitwa Katonga. Anua nyumba kahamia kule. Nikarudi nikaenda Katonga, nikafika nikamwambia kaka, mimi natubu kwa magoti, nisameheni, muangalie namna gani ya kunisaidia. Basi hata kama hamtonikombolea cheti changu, niacheni basi nikae nyumbani nitulie. Kaka akasema pale, akaongea sana nini. Nikamwambia ni kaka yangu, hauna pa kunipeleka, naomba unisaidie tu nikae hapa nyumbani. Basi kama ni cheleani nitajifunza, nitashona cheleani, nikubali nimeshindwa kwa habari ya cheti. Akaniambia kaa utulie. Tumekaa pale nyumbani. Baadaye nikawa sisali. Kakangu anasali FPST pale Katonga na ni mtumishi, ni mwinjilisti pale, lakini mimi nikawa sisali. Nakaa tu asubuhi, ikifika Jumapili siendi kanisani. Kaniambia tutagombana kama hutaki kusali. Ukikaa kwangu mimi naomba ufuate yale ambayo ninayoyataka mimi. Nikamwambia mimi siwezi kusali kwa sababu yani kwanza sijui. Yani nikawa nimemkatia tamaa pia Mungu, kwamba kwani Mungu ameshindwa kunisaidia? Hiyo pesa iliyobakia kwenye cheti ni shingapi? Yani Mungu anashindwa kuinua watu kweli wanisaidia mimi nikomolesha? Yani siwezi. Kwanza Mungu hayupo. Siwezi kusali. Nikakaa, baadaye nikaanza mahusiano na kaka mmoja hivi nimemhifadhi, ambaye alikuja akawa mume wangu. Nikaanza mahusiano naye. Kumbuka yule kaka wa Dodoma, kaka mume, ananifuatilia. Yani ananifuatilia mimi. Yani hajaniacha, bado yuko nyuma yangu. Kwa vitisho vingi sana. Yani vingi, ananitishia, anafanya hivi. Kwa sababu ilifikia hatua hata nilipo, kwa sababu nilikuwa namkimbia yeye. Nikienda mkoa fulani, hata kama sijamwambia, niambia uko mkoa fulani na uko sehemu fulani na unafanya nini na una nini na yani kila kitu, yani kama vile mtu niko na wewe mtumishi hapo, labda niko na wewe hapa unaniona sasa unaongea na Esther. Lakini kaka yule alikuwa anajua uko sehemu fulani na unafanya 1 2 3, uko sehemu fulani unakula. Kwa niliingia kwenye mahusiano na huyo kaka, yeye ni mwalimu. Baadaye kilichotokea hapo, kwa sababu tayari mimi nilikuwa kwanza namkimbia yule kaka ili asiniingize kwenye hizo mikataba ambazo alikuwa ashaniambia nimesha kuingiza kwenye mkataba na uwezo ukajitoa.
sikumwambia ukweli yule kaka, sikumwambia ukweli kwa kweli, na sema mbele za Mungu sikumwambia ukweli kama kuna mikataba tayari nilikuwa nishaingizwa. Lakini pia hiyo mikataba mimi niliingizwa pasipo kujua, kwa sababu mimi nilikataa kusaini nilipopelekwa kule juu. Nilikataa kwa sababu niletewa hadi karatasi ya kusaini kwamba saini hapo, kulingana na nyota yako ulionayo utakuwa tajiri mmoja mzuri sana.